Kwa majina yetu Alexander Barunguza, ni mwanasheria lakini pia ni petitioner katika shauri la kikatiba ambalo limefunguliwa Mahakama Kuu Masijala ndogo ya Tabora. Leo shauri liko linakuja kwa ajili ya usikilizwaji mbele ya jopo la majaji kwa mujibu wa matakwa ya kisheria. Alikuwa mbele ya mheshimiwa majaji Daktari Adam Mambi, Daktari Zainabu Mango na Dr. Frankie Mirindo. Katika shauri hili upande wa wajibu maombi ambao walikuwa wanawakilishwa na mawakili wa serikali walitaarifu mahakama kwamba wamesha faili majibu yao na kwamba wapo tayari sasa kwa ajili ya kuendelea kusikiliza, lakini wakasema wamesha faili pia na mapingamizi, hivyo wako tayari kwa ajili ya kuweza kusikiliza mapingamizi. Na baada ya pale na mimi pia niliweza kujibu hiyo taarifa, nikamwambia mheshimiwa nimeipokea, lakini naomba nilete maombi yangu kadhaa mbele yenu. Nilikuwa na maombi matatu. Ombi la kwanza nilikuwa naomba mwenendo wa shauri hili uruhusiwe kurekodiwa na vyombo vya habari kile kinachoendelea mahakamani ili watu waweze kuona, maana kirekodiwa lakini pia kiweze kuwa published. Kichapishwe kulingana na vyombo mbalimbali watu waweze kuona kinachoendelea mahakamani. Lakini pia nikaomba mwenendo wa shauri hili uende mubashara live streaming ili watu waweze kuona kinachokuwa kinaendelea mahakamani. Na jambo la mwisho niliomba mahakama nisaidie nipate link ambayo nitaweza kutumia mawakili ambao wako nje ya Tabora ambao wako Dar es Salaam waweze kujoin katika shauri hili. Na sababu ambazo niliziweka zilikuwa ni sababu kuu tatu. Moja, kwamba shauri hili ni la kikatiba na linahusu ukuaji wa katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa hiyo lina umuhimu wa kipekee. Jambo la pili, niliomba mahakama itambue kwamba shauri hili pia linagusa sehemu kubwa ya wananchi wa Tanzania wanaotaka kupata katiba mpya. Na hivyo kama itarekodiwa itakuwa live streaming, watu watapata fursa ya kuweza kuona kinachokuwa kinaendelea. Na sababu zingine ambazo niliziweka za mwisho hapo, nilisema hii kwa ajili ya kulinda principle ya open justice principle. Open justice principle hii ni principle ambayo inaonesha haki wazi, watu waone kwamba kilichofanyika mahakamani kweli ni cha haki hata kama alikuwa yuko mbali na kadhalika. Kwa hiyo kwa hiyo open justice principle, lakini pia haki ya access to justice. Haki ya access to justice maana watu wanakuwa wanaweza kuona, kwanza kuifikia mahakama na kuona kinachoendelea mahakamani. Mawakili wa wajibu maombi wakiongozwa na wakili wa serikali Bwana Maki Mwambo, wao walipinga maombi hayo na wakasema kifungu ambacho nilikuwa nimeomba kwamba yaweze kurekodiwa, kifungu cha tunasema Remote and Recording Proceedings Rules za mwaka 2021, hakitoi mwanya wa vyombo kuweza kurekodi na kinahusiana na remote proceedings tu peke yake. Akisema kwamba remote proceeding ni yale mashauri ambayo yanakuwa yanaendeshwa kwa njia ya kimtandao. Kwa hiyo waheshimiwa wakatoa maamuzi kulingana na maombi ambayo nimealeta pale. Wakasema haya maombi hayana merit kwa sababu unapotaka kurekodi hizo proceedings na kuwa published kama takwa la kisheria linavyotaka, lazima kuwe ni remote proceedings, yani kwamba ni mashauri ambayo yanaendeshwa kwa njia ya mtandao, lakini bado na yenyewe yanakuwa under discretion of the court, yanakuwa yako chini ya ridhaa ya mahakama. Mahakama inaweza kuyakubali kwamba iendeshwe kwa mfumo wa mtandao, au pia mahakama pia inaweza kukubali kwamba waandishi wa habari waruhusiwe kurekodi kinachoendelea. Kwa hiyo yote hayo kwa ndani ya uwezo wa mahakama, na hivyo mahakama ikaona sababu za msingi na ikasema hii mahakama ya wazi, watu wanaweza wakafika tu wakahudhuria. Kwa hiyo ikakataa ku grant hizo prayers ambazo kwa nimeziomba. Baada ya pale wakili wa serikali alipewa nafasi pia kuweza kusimama na akasema sasa tuko tayari kwa ajili ya kuendelea mapingamizi ambayo tumesha file mahakamani, na akasema atakayeanza kuwasilisha atakuwa ni Jacqueline Kinyasi. Baada ya hoja hiyo ya taarifa tena mimi nikasema nikaijibu, nikamwambia waheshimiwa majaji, respondent hajafaili nyaraka katika mahakama hii. Hajafaili kwa sababu mahakama iliyomuongezea muda ikiwa na mamlaka kisheria. Haikuwa na mamlaka kisheria kwa maana ya kwanza, wakati mahakama imekaa ilikuwa inatakiwa ikae chini ya jopo la majaji watatu wafanye na hizo orders. Lakini jambo la pili, hata hiyo amri iliyotolewa mahakama ilikuwa na mamlaka nayo, kwa sababu kama mtu yuko nje ya muda alipaswa aende kwa msajili kwamba bwana ajieleze kule kwa nini ameshindwa kufaili ndani ya wakati. Na msajili ndio angeweza kumuongezea muda endapo atakuwa ameestablish a good cause. Sasa
Baada ya hoja hizo na wenyewe pia wakajibu wakasema mahakama imeshafungwa, haiwezi katangua maamuzi yake yenyewe. Mahakama ikishafanya basi habari za katengua maamuzi ni mahakama ya juu yake, maana yake tunasema ni Court of Appeal of Tanzania. Sasa kwa msingi huo mahakama ikapitia yale mawasilisho yote, na baada pale ikaja ikatoa maamuzi ya kwamba hoja iliyoko hapa ni jurisdiction ya mahakama katika kuongeza muda wa upande wa wajibu maombi kuweza kufaili maombi yao. Wajibu maombi kuweza kufaili hizo document ambazo zinatakiwa. Kwa hiyo mahakama ikasema yenyewe iko functions official, haiwezi katengua maamuzi yake yenyewe. Haiwezi kapangua maamuzi ambayo imekwisha kuyafanya, maana yake labda mahakama ya juu ndio inaweza ikatangua maamuzi hayo hata kama yanakuwa yana dosari. Sasa baada ya pale basi wakili wa serikali vile vile akapewa nafasi, akasema sasa tuendelee kwenye mapingamizi. Kwa hiyo mimi nikajibu nikamwambia mheshimiwa, mimi siko tayari kuweza kuendelea mapingamizi leo kwa sababu siko nimejiandaa kwa ajili ya usikilizaji wa mapingamizi. Kwa nimejiandaa kwa ajili ya kupangua hoja zao ili kesi iende katika mfumo wa ex parte, isikizwe pande moja, kwa sababu hivyo siasa sijashinda, kwa hiyo nipewe muda niweze kujiandaa. Kwa hiyo nikaomba mahakama nipewe angalau hata wiki moja nijiandae, lakini pia nifanye consultation na mawakili wengine ambao wanaweza kuwa wanaelewa zaidi kuhusiana na shauri hili, ili kwamba tuone tunafanyaje kwa ajili ya maslahi ya Watanzania. Kwa hiyo mahakama imeamua tarehe 19 mwezi Mei mwaka 2025 itakuwa ni usikilizwaji wa mapingamizi hayo matatu ambayo yameletwa na mawakili wa serikali. Pingamizi la kwanza likiwa linasema mahakama haina mamlaka ya kuweza kusikiliza shauri hili. Pingamizi la pili kwamba mleta maombi anapaswa kwanza afanye aende kwenye remedies zingine, maana yake faili hicho anachokiomba kwa mfumo wa judicial review, maana yake mahakama ikae sio kikatiba, ikae katika mfumo tofauti ili iweze kutoa hayo maombi. Na la mwisho kwamba hati ya malalamiko yangu mimi ina kasoro za kisheria. Kwa hiyo ni maombi ni mapingamizi hayo matatu ambayo tutakwenda kuyasikiliza hiyo tarehe 19 Mei. Na itakuwa ni saa 4 kamili asubuhi. Kwa hiyo hizo ndio amri za mahakama, na nina imani kwamba kesi itakwenda tu vizuri, wala sina shida na mahakama. Mahakama iko vizuri na tunaamini ya kwamba madai ya upatikanaji wa katiba mpya sio ya Alexander Barunguza peke yake. Haya ni ya Watanzania wote. Ni Watanzania wote, na mimi tu ni mwakilishi. Nimeona kwamba kwa njia hii tunaweza tukafikia ile hatima ambayo tunafikiria kwamba ni sahihi kuweza kuwa nayo kama taifa. Asante.